بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutaka katika kitabu chake tuangalie al-ibil, huyu mnyama ngamia, kaifa khuliqat, ameumbwa namna gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuashiria tufanye mazingatio katika vitu alivyoviumba ili kujua ukubwa wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utendakazi wake. Ngamia ni katika wanyama waliotajwa ndani ya Qur'ani sehemu kadhaa. Ametajwa hapa katika aya hii ili tupate kuzingatia ni mnyama wa aina gani na mambo yake, ajabu zake na kadhalika. Ametajwa kwa jina lingine la naka, kama ilivyokuja katika aya zingine, hasatan akizungumziwa ngamia wa Nabii Saleh, alikuwa ngamia wa kike na kisa chake kirefu. Lakini ngamia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii kama walivyoeleza mufassirina, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, ikiwa Imam Ibn Kathir, je, hamumtazami ngamia ameumbwa namna gani? Maimamu wengine kama Imam Al-Qurtubi na Imam Al-Murudi katika Nukhatul Uyun yake akaelezea ilokusudiwa imma ni mambo mawili, imma ni ngamia huyu mnyama au ibil, ama ibil ilokusudiwa kuwa ni mawingu makubwa mazito. Wakaeleza kwa nini, kama alivyomnukuu Imam Al-Asma'i katika mufassirina na maimamu wa lugha, akieleza kuwa imma ilokusudiwa ni ngamia mnyama, ama ni mawingu yalikuwa au sahab ama mawingu yalikuwa mazito. Wakaeleza mathalan, ikiwa kwenye kusoma fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat bitakhfif, itakuwa ni al-maqsud al-ibil an-na'am, itakuwa ni huyu mnyama ambaye kwamba amekusudiwa. Lakini ikiwa itasoma fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, itakuwa inakusudiwa ni mawingu, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siyaki ya aya. Baadhi ya mufassirina wakaeleza amekusudia, je, hamuangalii hayo mawingu yalivyotaanishwa, yalikuwa mazito, kisha ardhi mbingu ilivyoinuliwa, kisha milima ilivyosimikwa katika ardhi, kisha ardhi yenyewe ilivyotandikwa. Lakini al-maqsud katika siyaki ya mazungumzo yetu na darsa ni kuwa wanyama walizaliwa katika Qur'an. Ikiwa ni huyu ngamia ni wa maajabu, kisha mfasirina wakashangaa kwa nini iwe ni ngamia kuhusishwa baina ya wanyama wengine wote, sababu kuna wanyama wengine ni wakubwa kumshinda ngamia kama ndovu na kadhalika, kama nyangumi tulivyomtaja juzi na kadhalika. Lakini kwa nini ngamia? Kwa kuwa ndo alikuwa mnyama alikuwa karibu zaidi katika watu wa Hijaz katika wakati ule, katika nchi, katika majangwa yale aloshuka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ndo mnyama alikuwa ni ajabu zaidi karibu yao na ni mkubwa zaidi. Kisha baadhi ya mufassirina wakaeleza kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusudia kuwa ana maajabu mambo yake. Ni mnyama alikuwa mkubwa, lakini utulivu wake, aweza kutulia akadhalilishwa na kupelekwa kama anavyotaka. Utampata kijana mdogo wa miaka 10, 7, aweza kumshika ngamia akamsukuma akienda huku akirudi, aweza akapanda akasafiri naye kwenda sehemu za mbali na kurudi.
licha ya kuwa ana nguvu, acha yule kijana mdogo, hata mtu mzima wa miaka alikuwa na miraba ya kisawasawa, lao atafanya ushupavu ngamia hawezi. Hili limetokea mara kadhaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kuna mara kadhaa ngamia akifanya fujo haingiliki. Kuna katika moja katika masiku ngamia katika mji wa Madina amekuwa ni taabu katika shamba, na mmoja wao akizunguka, kila mmoja akimbia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda sema, acha niingie. Walisema, ya Rasulullah, ana taabu huyo, sijaga kudhuru. Sema la. Alipofika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ngamia akajituliza, akamsikiza, akamshika katika kichwa chake, kisha amwambia, nani mwenye ngamia huyo? Yule mwenyewe akaja amwambia, innaka tut'ibu, unampa taabu huyu, humlishi, humpi maji, lakini unamfanyisha kazi nyingi, ndo kuchuka kwake na dhiki yote hii. Yule bwana akarudi na kumwangalia vizuri. Kwa hivyo ilikuwa lao atafanya fujo itakuwa hawezekani na yoyote ile. Lao atafanya dhiki na balaa kwa hataki kutumika, itakuwa dhiki. Kisha mwangalie ngamia mwenyewe alivyoumbwa. Mufassirina katika maimamu wanaandika tafsiri zao, waeleza ana mambo manne. Ana mambo manne yalikuwa makubwa huyo ngamia: alhamula warukuba walukula walhaluba. Ana mambo manne yalikuwa muhimu zaidi, kuwa yeye ni mchukuzi wa vitu vyetu, aweza kubeba ila baladi lam takunu balighihi illa bishikil anfus, kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika aya nyingine. Aweza huyu mnyama kubeba vitu kwamba mwanadamu kwa kawaida hangeweza kuvisafirisha ila pengine kwa taabu nyingi, lakini ngamia atabeba, atapeleka, atafanya. Kwa hivyo ni katika moja ya maajabu yake kwa aweza kuyafanya yote haya. Ni hamula, aweza kubeba, akachukua huko, akapeleka, akazurudi, akafanya bila kulalamika, bila dhiki. Kisha apandwa huyu ngamia vile vile, waweza kusafiri naye, ukienda naye sehemu za mbalimbali na kubeba mizigo yako, na wewe mwenyewe mwanadamu kukuchukua, kukupeleka kwenda na kurudi. Kisha aweza kuliwa, nyama yake ilikuwa ni nyama yenye kuliwa na haina madhara kwa mwanadamu, bali virutubisho vyake ni vingi sana, na maziwa yake vile vile. Haluba ni mwenye kupeana maziwa yalikuwa mengi na yenye manufaa na kadhalika. Katika utafiti, nyama yake ina faida, maziwa yake yana faida, virutubisho vyake ni vingi zaidi. Katika miaka hiyo 1400 Mwenyezi Mungu kutuambia tuizingatie. Sasa katika ulimwengu huu wa kisayansi na teknolojia, huangaliwa maziwa yake, bali mpaka mkojo wake. Wengine husema kuna manufaa, na katika riwayati zinapokelewa ni tiba, lakini maziwa yake, virutubisho vyake husaidia katika magonjwa ya figo na kadhalika, husaidia katika kuondosha sumu mwilini, husaidia katika mambo kadha. Lao utafanya utafiti utaona vile virutubisho vyake, minerals zake na faida zake, vitamins zilizokuwa ndani na kila kitu, antioxidants na kila kitu, utapata ni vitu vya ajabu kwa mnyama huyu. Mwingine atakwambia pengine nilikula nyama yake, mara ghafla tumbo likanitatiza na kadhalika, pengine nikaharisha. Ni kuwa wewe mwili wako ulikuwa na uchafu. Umekunywa maziwa yake, nikaharisha, ni kuwa mwili wako ulikuwa na uchafu. Sasa umekunywa, ikaondosha ile, ikasafisha, ikatoa kila kitu, kwa kuwa ni antioxidant ilikuwa kubwa zaidi, huondosha, ikasafisha mwili wako, ikairejesha uzuri. Ndio baada ya hapo sasa utakuwa sawa. Kuna kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anakula nyama ya ngamia na atawadhe. Ilitokea kisa cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake radhiallahu ta'ala alayhi, walipokuwa wamekaa wakaalikwa, wakapawa nyama ya ngamia wakala. Siku hiyo mmoja katika wao akatangukiwa na udhu kwa kutoa harufu mbaya. Alipotoa ikawa ni aibu kwake yeye, hataki kuinuka atoke
kila mmoja atajua ni huyu ndo alifanya mambo haya. Harufu imesikika kila mmoja, lakini aibu kwa nikiinuka kila mmoja atasema ni huyu kumbe. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hikma yake alikuwa na, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hikma. Kuna wakati hawezi kumfedhesha mtu waziwazi, alikuwa na hikma. Wakati mwingine aweza kuuliza mabado akwami, mbona watu hufanya kadhaa, mbona watu hufanya kadhaa, na ajua ni mtu fulani haswa, lakini katika ile hikma ya kumstiri na kumpa mauidha na kumpa nasaha kwa njia ya hikma. Sasa akauliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yoyote, kwa kujua kuwa hataki kumfedhehesha yule bwana, akainuka asema yoyote ambaye kwamba alikula nyama ya ngamia ainuke na atawadhe. Wakainuka karibu masahaba wote, na yule pia alikuwa amekatikiwa na udhu, akainuka pamoja na wenzake, wakaenda wakatawadha karibu, kwa hikma ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa maimamu wa hadithi na maimamu wa fiqh wakakhtilafiana katika jambo hili. Kuna wale ambao kwamba wamechukua moja kwa moja kutokana na hukumu hii, wakaisema anayekula nyama ya ngamia wakati wote na akatawadhi, kwa kweli kwa ni amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakutaka kuangalia je hikma yake na kadhalika, wasema hii imekuja ni amri, kwa hivyo wakaichukua amri moja kwa moja kuwa hii itakuwa hivi, kila anayekula ngamia na atawadhi. Ni moja katika maulama wa fiqh na hukumu zao wanazozifanya istinbat, kwa kuwa hukumu ya ulama wa fiqh huangalia mbali na huchukua hadithi nyingi na hufanya mengi sana. Sasa kuna wengine ukichukua moja kwa moja hii kila anayekula nyama ngamia na akatawadhi. Wengine wakasema la, hikma yake katika riwaya hizi ilikuwa huyu asifedheheshwe, kwa hivyo si kula anayepata kula kwa lazima atawadhi. Ikawa baadhi wameelekea kwa huku na wengine wasema la, hii ni amri, itakuja hivyo hivyo kwa ni amri. Ikawa na ikhtilafu kwa hawa wanazuoni, na wote kila mmoja akawa na dalili yake, kila mmoja akawa humheshimu mwenzake kwa ile hukumu ambayo kwamba ameitoa katika nususi hizi ambazo kwamba zimepokelewa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio ilikuwa kaida, kila mmoja huchukulia kaida. Mathalan, ndio atakuwa nje ya mazungumzo, mathalan wamehitilafiana wanazuoni kwa hukumu ya lams ya kugusa. Je, kugusa huku mathalan nikimgusa mwanamke natangukiwa na udhu? Wakahitilafiana. Kuna yule mwenye kusema lams maqsud bishahwa, lams inokusudiwa ni kwa shahwa, kwa nikimgusa na kuwa na shahwa mimi nitakuwa nimetangukiwa udhu wangu. Wakienda wengine kama Imam Shafi kusema lams fi lugha lams, imekuja lams ni kugusa, ni kugusa. Kisha tutastishhadi, wewe lini wakati gani hukuona wakati mwingine kumgusa mkeo ama nani, mathalan ni mke ama ni hasa, kwa kuwa ajnabi kuna hasa, kuna hata nafasi ya kumgusa mkeo. Ukimgusa kwa vyovyote vile na ushatawadha, wale Imam Shafi itakuwa udhu wako umetanguka. Kisha kwa kuwa huwezi kumgusa tu kwa kuwa wataka mjarrad kugusa, itakuwa tayari ushatanguka. Wengine kusema la, ni mguse na hukunna shahwa, ikawa ni ikhtilafu. Je, na wengine hapa wengine kwa faida huwa wana fikra ya kuwa alimamu Malik amejuzisha, mpaka wengine hukumbia waona watu wakiwa Makka hutumia madhhabi ya Imam Malik wakagusana wanawake kwa wanaume. La, hakuna katika madhhabi ya Imam Malik kuwa waweza kugusana tu mwanamke na mwanamume. Hata pale haram ni kuwa zile dharura zimefanya dharurat mubiqat, zile dharura zimepelekea, lakini hujitahidi hasa wale walinzi na wale maaskari kulikuwa wajaribu kutenganisha mara nyingi, lakini kwa dharura ya zahma na kadhalika ndio hutokea vile. Lakini hakuna kuwa kumeruhusiwa hata kwenye Kaaba kwa watu watagusana na kadhalika. Alhasil ilikuwa ni sababu ya hukumu kama hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngamia na mambo mengi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba, macho yake pekee yake na utazingatia ni maajabu makubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa ni mnyama anaishi kwenye
kwenye jangwa, kwenye desert. Mnyama anaishi pahala pagumu kama pale, na mara nyingine huja upepo wenye vumbi mkali ukapita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia katika macho yake kuna kama pazia ambayo kwamba hushuka, na maajabu kwa muumbaji wa Mwenyezi Mungu, yale pazia ile ikishuka huweza kuona mbele na vumbi linapiga na upepo mkali. Macho yake hufunika, kuna kama pazia ambayo kwamba hufunika, lakini akaona mbele vile vile na akaendelea na safari yake, pamoja na kuwa kuna vumbi na upepo mkali unaopita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uumbaji wake, kisha akajalia miguu yake kawa mirefu kwa kuwa iweze kumkinga na lile joto la jangwani. Lile joto litakuwa kwa kuwa chini huwa joto zaidi, ikawa yeye kusema juu, kisha kwato zake akazijalia zikaweza kuhimili lile joto na ikawa hasizami ndani zaidi katika ardhi, na hawezi kupita bila ya matatizo, akatembea katika jangwa bila ya dhiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ngozi yake ni kama koti, ni kuzuia joto kali linalopiga katika sehemu ya joto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ngozi yake kama koti linalozuia joto kali ambalo kwamba linapiga. Kisha nundu yake aliyoipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia huyu aweza katika nundu yake. Wengine husema kwa lile nundu limefura kwa sababu ya kuweka maji, si maji. Lile nundu ni kawaida, ni nyama lilokana ni mafuta kama nundu ya kawaida, kama ile nundu ya ng'ombe kama ile. Lakini Mwenyezi Mungu kwa utenda kazi wake amejalia nundu ya ngamia, yale mafuta yake wakati wa dhiki yakiyayuka humpa nguvu na humpa maji vile vile. Humpa nguvu, yakayuka katika vitu viwili, nguvu hutoka na maji moist hutoka ndani yake, akawa aweza kukaa miezi bila ya kutumia maji. Lakini akipata maji kwa mara moja aweza kunywa lita 130. Kwa mara moja aweza kunywa lita 130, kisha ikamwezesha kaka. Ulimi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivuumba, utadhani leather, utadhani ngozi upande wa juu, kwa kuwa aweza kutafuna vile visivyoweza kutafunwa na wanyama wengine. Aweza kutafuna miba kama wewe unavyotafuna nyama. Ngamia aweza kutafuna miba na kafanya yote haya yote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakatumzingatie huyu mnyama kamuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kurahisisha, na yote haya kikubwa ni kumtambua ukubwa wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah kesho Mwenyezi Mungu akitupa uhai na afya tutamzungumzia ngamia wa Nabii Salih alayhi salatu wassalam. Ngamia Mwenyezi Mungu katika aya hii atakatumzingatie vipi, na kesho katika aya ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuonyesha vile vile ni muujiza wake, kama alivyosema hadhihi naqatullah fala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhab. Huyu ni ngamia kutoka kwa Mwenyezi Mungu, msimguse kwa ovu. Lakini watu wa Nabii Salih wakamgusa, wakamuua, hawakutosheka, wakamuua, mbali ya kuwa walikuwa wakipata faida kutokana na ngamia yule. Kwa hivyo ni mnyama ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaja katika Qur'an, na amejalia ni miongoni mwa wanyama ambao kwamba ni katika vile vichinjwa vinavyochinjwa. Walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair. Mwenyezi Mungu amejalia ni katika wanyama ambao kwamba ni vichinjwa tunapovichinja katika udhiya yetu, na amejalia kama anavyosema ja'alnaha lakum fiha khair, amejalia zina khairi nyingi ndani yake. Tuzingatie na maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa ni wenye kupata ibra kubwa na kumtambua Mwenyezi Mungu kihakika. Allahumma anfa'na bil Qur'an al-'azim wa 'ammana bil ghufran ya karim. Ya Allahumma ista'milna bil Qur'an. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi kulli harfin min al-Qur'an halawa wa bi kulli juz'in min al-Qur'an jazaa'a wa bi kulli suratin min al-Qur'an sa'ada. Nas'aluka Allahumma bil alfi ulfa wa bil ba'i baraka wa bil ta'i tawba wa bil tha'i ثواب وبالجيم الجمال وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال نجل وبالذاء ذكاء وبالراء الرحمة وبالزاء زقة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضال ضياء
بالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالهاء وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاح وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطف وبالنون النور وبالميم موعظة وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، فهمنا اللهم منه ما قرأنا، اللهم حفظنا منه ما تلونا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم يا رب فهمنا معانيه، اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اللهم ربنا افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ربنا افتح لنا فتوح العارفين. يا ربنا افتح لنا فتوح العارفين. تقبل منا قراءتنا على ما كان فيه من تساهلنا. تقبل منا قراءتنا على ما كان فيه من تدين والتحريف أو نقصان أو زيادة. اللهم يا رب تقبل منا يا رب العالمين مع الحالنا في قراءتنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.